uweze kufanikiwa kupona kisukari, mambo ni matatu. Jambo la kwanza, katisha uwanga. Kama unakula uwanga, sijui ukiambiwa ugali wa mtama, dona, sijui ugali wa sembe, majimbi, viazi mviringo, yani aina hii ya uwanga yote stopisha. Jambo la pili, kula milo miwili kwa siku. Utakula mlo wa kwanza saa 4 ama saa 5, utakula mlo wa pili saa 12 ama saa 1, isizidi saa 1. Maanake ukifanya hivi utakuwa umefanikiwa kufunga masaa 16. Kutoka saa 12 ya jioni uliokula chakula mpaka saa 5 ya siku ya pili. Ukihesabu haya karibu na masaa 16 umekaa bila ya kula. Maanake utakuwa umekula chakula sahihi, umefunga masaa 16. Na jambo la tatu, utafanya mazoezi. Ukifanya mazoezi, maanake utakuwa tayari umetimiza haya mambo matatu. Kama unatumia dawa, maanake sukari yako itashuka, utafika kipindi utaacha dawa, sukari yako itashuka. Sukari yako ikiendelea kusoma 5-4, ikiwa hujabahatika kuingia katika 7-day challenge, halafu ukasikia Dr. Masud ametoa ofa ya kirutubisho, basi fanya haraka kulipia kile kirutubisho ili ukaweza kutumia kirutubisho. Lakini ukitumia kirutubisho bila kuingia katika 7-day challenge, maanake sisi tunakuwa hatukusimamii, utakuwa unajisimamia wewe mwenyewe. Lakini ukisikia Dr. Masud ametoa ofa ya 7-day challenge, basi harakisha kuingia katika program ya 7-day challenge. Uzuri wake katika program 7-day challenge kuna faida 3 ambayo sehemu nyingine yoyote huwezi kuipata. Faida ya kwanza, utaingizwa katika kundi ambalo wenzako wote lengo lao ni moja tu, kupona sukari. Mfano katika magrupu mengine kuna watu tofauti tofauti. Kuna watu ambao wameingia mule, pengine waume zao ama wake zao ama watu wao wa karibu wana sukari, kwa maana wanajifunza halafu wanaelekeza watu wao. Kuna wengine wameingia pengine ni kama wewe, na wao pia na changamoto ya kisukari, anataka apone kisukari, ndio kaingia mule. Endo, halafu nitakuruhusu. Na wengine wameingia mule, pengine na wao wana magrupu pengine ya wagonjwa wa kisukari ama wagonjwa wengine wowote, kwa maana wanaingia mule nao wanajifunza, halafu wanachukua material ya mule ama wanachukua elimu za mule, then wanatumia katika magrupu yao kuelimisha baadhi ya watu wengine whatever itakapokuwa, kwa sababu tayari tushabaini watu 2, 3, 4, 5, lakini upande wetu hatujawafanya lolote, kwa sababu sisi lengo letu kuwasaidia watu kupona sukari. Yeye hata akichukua material akienda kuyatumia kwengine, hata akifanya biashara, alimradi ikiwa yale material yana faida kwa wale anaowapa, sisi don't care, hatujali, kwa sababu lengo letu yoyote apone sukari kwa njia yoyote, ikiwa kupitia nguvu zetu sisi, ikiwa kwa nguvu za mwingine, kwetu sisi ni sadaka, kwa maana mtu hatumjaji kuhusu hilo. Kwa maana hiyo anaingia mule katika group la 4-day challenge, watu wa kila mmoja na malengo tofauti tofauti, lakini 7-day challenge lengo ni moja tu. Mtu anaingia katika 7-day challenge, lengo apone sukari, na ndio maana mtu analipia pesa yake. Kuna wengine waliolipia 700,000, kuna wengine waliolipia 800,000, kuna wengine wamelipia 400,000, na wapo waliolipia zaidi ya milioni, wameingia katika 7-day challenge. Lengo ni moja, ni kupona sukari. Sasa na ukifanikiwa kuingia katika program ya 7-day challenge, maana yake utakutana na wenzako ambao nyote mnataka kupona kisukari, kwa maana hiyo mtakuwa mnafanana. Sasa hilo ni umuhimu wa kwanza. Umuhimu wa pili, ikiwa nyote lengo lenu ni moja, mtakuwa mnasaidiana. Bi Halima leo pengine amekula tikiti, halafu dadangu Ana ameshapona sukari. Dadangu Ana anatumia nafasi yake kumshauri Bi Halima kabla hata mimi sijamshauri. Upo pengine mimi hata nisione, lakini dada yetu Ana ameona, anamshauri mamangu Bi Halima, chakula unachokula hakifai, kina glycemic index ndogo, kwa maana tunakuomba hicho chakula ukiache, kwa maana kile chakula atakiacha. Faida nyingine, ukiingia katika program 7-day challenge, umelipia pesa yako. Ile kulipia pesa yako tu ni faida ambao watu wengi hawaijui. Kuna kipindi nilifanya challenge, niliwaingiza watu katika program 7-day challenge bila hata kulipia. Nishawaingiza watu zaidi ya 5 na nikawapa challenge, nikamwambia ikiwa hutofanikiwa kutuma ripoti kwa siku 7 mfululizo, basi nitakutoa katika program ya 7-day challenge, na nikawaingiza bure. Waliniomba kwa sababu Dr. Masudi, hali ngumu, mimi mjane na watoto hivi. Huruma zangu kakuwa na waingiza, lakini nikakuwa nawapa sharti. Katika watu 5 niliwaingiza, hakuna hata mmoja aliyofanikiwa kukaa katika program ya 7-day challenge kwa siku 7, hakuna.
Kwa nini hakuna? Kwa sababu hakuona uchungu kile alichopewa, au hakuona umuhimu wa ile program ya 7-day challenge. Japo kwa wenzake wamelipa 700,000, wamelipa 800,000, wamelipa 900,000, yeye kaingizwa bure, lakini hajajua umuhimu wa program ya 7-day challenge. Matokeo yake akakuwa hayafuati yale tunayoyaelekeza, na tulimpa ahadi kwa kirutubisho tutakupa bure, lakini yeye alivyofikiria akiingia tu tutampa kirutubisho. Maana yake takriban wote watano walipoingia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wanaulizia kirutubisho, na tukawaambia sisi hata kama ungelipia, sisi hatuna utaratibu wa kukupa wewe kirutubisho hata kama umelipia. Kwa maana hiyo program ya 7-day challenge ikawashinda. Kwa sababu gani? Hawakujua umuhimu wake. Sasa ile kulipia program ya 7-day challenge ile kwako pia ni muhimu, kwa sababu kwa vile umetoa pesa yako, hutokubali pesa yako ipotee abadan. Kwa maana hiyo utapambana kwa hali na mali, alimradi na wewe sukari yako ishuke, alimradi na wewe upone kisukari. Hizi ndo faida za 7-day challenge, licha ya kupona sukari ambayo ndo faida kuu ama lengo kuu la program ya 7-day challenge. Sasa dada yangu, yoyote yule alikuwa hajaingia katika program ya 7-day challenge, hii ni umuhimu kwake. Na sisi mfano sisi kila baada ya miezi mitatu huwa tunafanya takwimu ya watu tuliofanikiwa kuwatoa ndani ya miezi mitatu waliofanikiwa kupona sukari. Mfano leo ataongea dada yetu Ana. Dada yetu Ana hajaanza hata kula vyakula. Kwa maana hiyo unaona kama hashangazi sana, lakini leo Jumamosi, Jumapili, Jumatatu nitamleta mwingine hapa na yeye ashapona sukari. Amini usiamini, anavyokula mpaka mimi sometime ananitisha vile anavyokula, mimi ananitisha mpaka nikamkataza, nikamwambia ripoti zako tafadhali usitume ndani ya grupu, utalifanya grupu uliomo ndani ya mfadhaiko, kwa sababu ya vile vyakula anavyokula. Imagine anakula halua, imagine anakula biriani, anakula vyakula vyote. Fungua Kwa maana hiyo mpaka nikamkataza, ushafungua dadangu, naifunga kwanza alafu utafungua baadaye. Sasa huo ndo umuhimu wa program ya 7-day challenge.